Neno Oreshniki linatokana na lugha ya Kirusi likimaanisha hazel au hazelnut tree kwa Kiingereza. Hii ni tafsiri ya moja kwa moja ya neno hilo katika muktadha wa lugha. Hata hivyo, katika muktadha wa kijeshi, Oreshniki pia ni jina la kombora jipya la masafa ya kati linalotengenezwa na Urusi. Kombora hili lina uwezo wa kubeba vichwa vya nyuklia au vya kawaida na lina kasi hadi Mach 10 ambayo ni mara 10 ya kasi ya sauti. Kwa hivyo, Oreshniki ni kombora la masafa ya kati intermediate range ballistic missile linalotengenezwa na Urusi likiwa na uwezo wa kusafiri kwa kasi ya juu sana hypersonic. Kombora hili lina uwezo wa kubeba vichwa vya nyuklia pamoja na vichwa vya vita vinavyolenga malengo tofauti kwa wakati mmoja na linaweza kufikia kasi ya hadi Mach 10 mara 10 zaidi ya sauti. Urusi ililitumia kwa mara ya kwanza katika shambulio dhidi ya kiwanda cha kijeshi cha Yuzmash kilichoko Dnipro, Ukraine mnamo Novemba 21 mwaka uliopita. Shambulio hilo lilikuwa onyo kwa mataifa ya magharibi kuhusu uwezo wa kijeshi wa Urusi. Kombora la Oreshniki linatokana na maendeleo ya kombora la RS-26 Rubez ambalo halikuingia rasmi katika huduma. Oreshniki limeboreshwa kwa kuondoa baadhi ya vipengele ili kupunguza umbali wake na kuongeza kasi na uwezo wa kubeba vichwa vita vingi vinavyolenga malengo tofauti. Vipengele muhimu katika kombora la Oreshniki ni pamoja na: moja, kombora hili ni kombora la aina ya masafa ya kati lenye uwezo wa kusafiri kwa kasi ya juu sana. Kombora hili pia lina uwezo wa kufikia umbali wa hadi takriban kilomita 12,000 kwa saa na kufanya kuwa gumu kuingiliwa na mifumo ya sasa ya ulinzi wa anga. Linaweza kubeba vichwa 6 vya vita, kila kimoja kikiwa na submunition 6 na hivyo kufanya jumla ya vichwa 36 vinavyoweza kulenga malengo tofauti kwa wakati mmoja. Kombora hili linakadiriwa kuwa na uwezo wa kufikia hadi kilomita 5,000 ikiruhusu Urusi kulenga maeneo mengi barani Ulaya na hata pwani ya magharibi ya Marekani. Mnamo tarehe 21 Novemba mwaka 2024, Urusi ilitumia kombora la Oreshniki kwa mara ya kwanza katika shambulio dhidi ya kiwanda cha kijeshi kilichoko Dnipro, Ukraine. Ingawa kombora hilo halikubeba vilipuzi halisi, lilitumika kama onyo kwa mataifa ya magharibi kuhusu uwezo wa kijeshi wa Urusi. Matumizi ya Oreshniki yanaonekana kuwa sehemu ya mkakati wa Urusi wa kuonyesha nguvu za kuwatisha maadui wake hasa NATO na Marekani. Kwa kutumia kombora hili, Urusi inalenga kuonyesha uwezo wake wa kijeshi na kuonya dhidi ya uingiliaji wa mataifa ya magharibi katika mzozo wa Ukraine. Ingawa Oreshniki inaonekana kuwa na uwezo mkubwa, wataalamu wa kijeshi wanasema kuwa teknolojia inayotumika si mpya kabisa bali ni muunganiko wa teknolojia zilizopo. Pia kuna mashaka kuhusu usahihi wake katika kubeba vichwa vya vita vya kawaida na hivyo linaweza kuwa na ufanisi zaidi likitumiwa na vichwa vya nyuklia. Urusi inapanga kupeleka mifumo ya kombora la Oreshniki nchini Belarus kabla ya mwisho wa mwaka huu, hatua inayoweza kuongeza mvutano katika eneo hilo. Oreshniki ni mfano wa jinsi serikali zinaweza kutumia makombora ya kisasa kufanikisha malengo yao ya kisiasa na kijeshi bila kuhusika moja kwa moja. Kwa kutumia mbinu za kijeshi, kiuchumi na propaganda, Oreshniki imekuwa chombo muhimu kwa Urusi katika kupanua ushawishi wake duniani hasa katika maeneo yenye migogoro na utajiri wa rasilimali.